njia moja ya kufanikiwa kwa haraka. Najua kwamba watu wengi wanatamani kufanikiwa. Watu wengi wanatamani kufika mahali fulani. Lakini vema kujua njia ambayo itakuwezesha kufika huko ambako unatamani kufika. Roho Mtakatifu akakutumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Njia moja ya kufanikiwa kwa haraka. Watu wengi wanatamani kufanikiwa. Wanatamani kufanikiwa kwenye biashara, wanatamani kufanikiwa kwenye huduma, wanatamani kufanikiwa kwenye maeneo mbalimbali. Wanatamani kufanikiwa kwenye maeneo mbalimbali. Lakini wakati wengi inawezekana hawajui namna rahisi ambao wanaweza kufika kule ambako wanatamani kufika. Njia moja ya kufanikiwa kwa haraka ni kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Ni kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Hakuna namna ambavyo unaweza kufanikiwa kwa haraka pasipo kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Jifunze kwa waliofanikiwa. Usitafute kugundua vitu ambavyo watu wengine walikwisha gundua tayari. Usitafute kuvumbua vitu ambavyo watu wengine walikwisha vivumbua tayari. Kuna watu ambao walikwisha jua siri za kufanikiwa kwenye eneo fulani. Kuna watu ambao walikwisha fika huko ambako wewe unatamani kufika. Kwa njia moja ya kufanikiwa kwa haraka ni kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Ni kuwafuata wanaokwenda huko ambako unataka kwenda. Ni kujikaa karibu. Ni kukaa karibu na watu waliofanikiwa. Kaa karibu na watu waliofanikiwa. Usitaki kugundua vitu ambavyo watu wengine walikwisha gundua tayari. Kuna siri ambazo watu wengine walikwisha zijua tayari. Wewe huhitaji kuzihangaikia. Huhitaji kuteseka kwa ajili ya kutafuta kitu ambacho watu wengine walikwisha tafuta tayari. Na ndio maana wakati mwingine tunaposoma kwenye Mithali 13:20 kwamba enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Kwa kuna watu ambao hekima hiyo unayohitaji tayari kuna watu wana hekima tayari. Kwa kitendo cha wewe kuenda pamoja na hao ambao tayari wamekuwa na hekima, na wewe utapata hekima. Na wewe utapata hekima. Kwa njia moja rahisi, njia moja ya kufanikiwa kwa haraka ni kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Ni kuwafuata watu waliofanikiwa. Ni kukaa karibu na watu waliofanikiwa. Kuna vitu vingine uhitaji kutabika. Kuna vitu vingine uhitaji kufunga na kuomba. Kuna watu ambao huko ambako unatamani kwenda wenzako walikwisha fika tayari. Hivyo ambavyo unavitafuta kuna watu wengine walikwisha funuliwa tayari. Siri ambazo unazitafuta watu walikwisha zijua tayari. Usitafute siri ambazo wenzako walishazijua. Ni kupoteza muda na kujichelewesha. Kama natamani kufika kwa haraka, iwe ni kwenye biashara, jifunze kwa watu waliofanikiwa kwenye hilo eneo. Kama ni kwenye kilimo, jifunze kwa watu waliofanikiwa kwenye eneo la kilimo. Kama ni ufugaji, jifunze kwa watu waliofanikiwa kwenye eneo la ufugaji. Kama ni kwenye huduma, jifunze kwa watu waliofanikiwa kwenye hiyo eneo la huduma. Watu ambao walifunuliwa siri, watu ambao walifunuliwa kanuni ambazo walipozifanyia kazi ziliwapa matokeo ambayo unayaona. Usitafute siri ambazo watu wengine walikwisha zijua tayari. Tunaposoma kwenye Kumbukumbu ya Torati 29:29, maandiko yanasema kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Kuna mambo ambao watumishi wengine, watu wengine walikwisha funuliwa tayari. Walikwisha funuliwa tayari. Kwa ukikaa na hao watumishi, aidha ni uso kwa uso au kwa kusoma vitabu vyao na kuvifanyia kazi vile ambavyo unajifunza kutoka kwao, utapata matokeo walioyapata.
Kwa njia moja ya kufanikiwa kwa haraka ni kujifunza kwa waliofanikiwa. Usitafute kugundua vitu ambavyo watu wengine walikwisha gundua. Usitafute kuvumbua vitu siri ambazo watu wengine walikwisha zijua tayari. Ni hekima kufurahia matunda ya mateso ya watu wengine. Kuna mafunuo ambayo unatamani kuyapata, lakini kuna watu wengine walikwisha kufunuliwa tayari. Usitaki kulipa gharama ambayo watu wengine walikwisha lipa tayari. Walikwisha lipa tayari. Kwa tafsiri nyingine, kama wao walichukua muda mrefu kufanikiwa, ambao ilihusisha inawezekana kufunga na kuomba au kutafuta na wenyewe kwa watu wengine, kama ulitumia muda mrefu, wewe utatumia muda mfupi zaidi, kwa sababu tayari kama utakuwa ukikaa karibu nao, utapata siri iliyowezesha kufika hapo walipo. Na ndio maana ni muhimu sana kuwekeza katika kusoma. Tunaposoma kwenye Mithali 4:7 yasema, bora hekima, naam, kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Tafuta ufahamu. Tafuta ufahamu. Kuna maarifa ambayo wewe unayatafuta, wako watu wengine walikwisha yapata tayari. Kwa njia moja ya kufanikiwa kwa haraka ni kujifunza kwa waliofanikiwa. Wafuate wanaokwenda huko unakokwenda. Wafuate wanaokwenda huko unakotaka kwenda. Jifunze kuwa karibu na watu waliofanikiwa. Kama sio uso kwa uso, basi kwa kusoma vitabu vyao. Kwa kusoma vitabu vyao. Usitaki kulipa gharama ambao watu wengine walilipa. Watu wengine walilipa. Watu wengine walikwisha teseka. Enjoy matokeo ya wao kuteseka. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kama unatamani kufanikiwa kwa haraka, jifunze kwa waliofanikiwa. Kaa karibu na watu waliofanikiwa. Usitafute siri ambazo watu wengine walikwisha zijua. Usitaki kugundua vitu ambavyo watu wengine walikwisha kugundua tayari. Jifunze kwa waliofanikiwa. Chuma unaochuma. Ukikaa karibu na watu ambao walikwisha fanikiwa, ukikaa karibu na watu ambao walikwisha fika kule ambako unatamani kufika, utafika kwa haraka. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Mungu akubariki sana. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment, unaweza kulike. Na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyo, katika jina la Yesu. Amen.